Kijana mdogo sana, watu wanaanza kumuita mheshimiwa, kumuita boss. Sio kwa sababu na anaitwa boss na wazee, sio kwa sababu ni mkubwa, ni kwa sababu pengine ana fedha nyingi. Kwa hivyo hata baba yake atamuita boss, atamuita mheshimiwa kwa sababu ana utajiri fulani. Kwa hivyo hata wewe, kwa hii kazi ya ukuhani ambayo Mungu amekupa, hata wazee watakuheshimu. Kwa hivyo usiogope, manake wanajua kwamba wewe umeitwa na Mungu. Na yeye amemwambia nabii usiogope kwa maana mimi nipo pamoja nawe. Kwa hivyo ndugu yangu Josephat, utapatana na changamoto katika utume wako. Sio rahisi, mara nyingi tunasema utakutana na changamoto, utapatana na vishawishi, utapatana na mambo ambayo yataweza kukukata moyo. Kwa hivyo unaambiwa usiogope. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu aliyekuita atakupa fadhila. Manake kila wito unakuja na fadhila ambazo Mungu anakupa, ambazo zitaweza kukuwezesha kufanya kazi yako. Kwa hivyo ufanye kazi yako kwa unyenyekevu wa kikapuchini, ujipe moyo, umwamini Mungu katika mambo yote. Na katika kuitwa, tumeona kwamba umeitwa kutoka kwa watu. Kwa hivyo usiwahi sahau kwamba umeitwa kutoka kwa watu. You belong to these people. Never forget where you came from. Never forget your identity. It is very important. Manake mara nyingi tunaweza tukajisahau tulitoka wapi. Kwa hivyo it is very important kukumbuka umetoka wapi. Umeitwa kati ya watu na ukaletwa mbele, na baada ya muda utakuwa upande huu, kuonyesha vile tumesema wewe utakuwa ni daraja, kwa sababu unayajua tayari yale watu wanayapitia. Kwa hivyo basi ukiwa upande huu uweze kuwaombea hawa watu, uweze kuwapenda, uweze kufanya kazi yako kwa furaha, na uweze kuwatumikia kwa moyo wako wote. Na tukizidi kuendelea, timu ya kifundi kuhusu unyanyasaji wa kijinsia imeibua wasiwasi mkubwa juu ya ongezeko la visa vya unyanyasaji na mauaji ya wanawake magharibi mwa Kenya, ikitaja mila potofu ya kitamaduni na mifumo dhaifu kama vizuizi vikuu vya haki kwa waathiriwa. Wakizungumza mjini Kakamega katika mkutano wa kitaalamu wa rais kuhusu ukatili wa kijinsia uliongozwa na Lina Jebii Kilimo, washiriki walilani vikali baadhi ya wazazi wanaoshirikiana na wahalifu kwa kisingizio cha kulinda heshima ya familia au ukoo. Waliwahimiza wazazi hao kuweka usalama na haki za watoto wao mbele ya mila na desturi za kijadi. Parents collude with the perpetrators to deny their own children justice, especially when it comes to defilement. Because of protecting family honor, they don't want to talk about it. And the stigma that is related to somebody who has been battered, especially for the men, they die in silence. We also heard that because they are culturally, taught that a man cannot cry, they are socialized on what is expected of a man, they don't speak about the challenges that they go through. Kilimo pia alitaja mateso ya kimya wanayoyapitia waathiriwa wa kiume, akibainisha kuwa unyanyapaa huwafanya wanaume wengi kustahimili dhiki ya kisaikolojia kwa ukimya. Fear, the stigma or being ostracized within the community that you reported so and so. Yeah, people don't want to report. Aidha, Kilimo alieleza kuwa visa vingi haviripotiwi kwa sababu ya hofu na aibu, huku akitoa wito kwa serikali ya kitaifa na zile za kaunti kusaidia idara ya jinsia na huduma za kijamii katika kukabiliana na visa hivyo. It boils down to lack of resource allocation to the gender department, both either from national or to the counties either, and that is something that can be solved. Another one is with the chiefs. The chiefs are still cultural in their mindset, despite the law being there. They will think, first of all, in their culture before the law. And the perpetrators
seem to have seen that weak point with the chiefs, and so they will go ahead of the victim to just compromise with the chief and say this is issues our culture. Kamishna wa kaunti ya Kakamega Mwangi Meru pamoja na afisa mkuu mtendaji wa kaunti hiyo Jacqueline Masicha walisisitiza kuwa mila na tamaduni potofu huchangia pakubwa kunyima haki na urithi hasa kwa wanawake na wasichana, swala ambalo walisema linapaswa kuangaziwa kwa kina. Some of the cultural beliefs and issues are a bit not consistent. They are kind of repugnant. They try to infringe some of the rights that the individuals, the perpetrators and the victims have been subjected to. So we are saying we need to team up so that we get that information, so that we are able to look at both civil and criminal cases at length and in details. And we are also embracing multi-agency approach strategy, multi-sectoral, in the sense that the police and the Gao fraternity are supposed to share information. And at times we call it intelligence-given, intelligence-driven kind of strategy, so that we proactively strategize and we ensure that all reported cases are shared and then follow-up reports are taking place. In all the cases of gender-based violence, the most forgotten part, the one who suffers most, is the child. And you remember in this case, no one is even talking about the child. What future will these children have now that the father has been released? And be assured they can never be in good terms with the mother, because he believes the mother took him to court. And also remember our community, the way it has been cultured that a man or a woman should not take his her husband to the courts. You know, it's a conflict that cannot be resolved, and then the child in the long run suffers. So it is something that we have to look at it as a community on what we are going to do. That's why I'm calling even upon the church. I'm calling upon the security team, and that's why even the commissioner is here. The commissioner has always come in handy to help us in terms of security and even when we report these GBV cases. Nikiripotia Mtazamo Katoliki, runinga ya Capuchin, mimi ni Asasha Elizabeth. Na tukizidi kuendelea ni kwamba familia Esther Madi mwenye umri wa miaka 26 inaomba usaidizi wa haraka wa kifedha ili kuokoa maisha ya binti yao. Esther, mtimu wa masomo ya sayansi ya hivi majuzi, alikuwa ndio wa kwanza ameanza kutafuta kazi alipopatwa na ugonjwa wa kutisha maisha mapema mwaka huu. Kulingana na babake Henry Kagwana, Esther alianza kujisikia vibaya Januari na alipelekwa kwa mara ya kwanza katika hospitali kuu ya Kakamega. Baadaye alipelekwa hospitali ya rufaa kwenye Eldoret, ambako alikaa kwa miezi moja kule wodini na kugunduliwa kuwa na hali ya nadra ya damu ambayo inasababisha mwili wake kupoteza damu haraka. Sasa anahitaji kutiwa damu mshipani kila juma ili kuendelea kuwa hai. Familia tayari imetumia akiba yake kwenye bili za matibabu na taratibu za kuongeza damu kila mwezi. So imefika mahali inafaa tuende weekly, na tukienda on weekly basis tunakaa siku 3 ndio wamehudumiwa. After 2 days damu imeisha, platelets zimeisha. So like the other week tulienda hakupata platelets, ilikuwa hakuna. Last week tulienda machine ilikuwa imebreak. So hako tu immunity iko chini, platelets zimeisha, hana nguvu, hawezi kufanya kitu yoyote. Na kama hana platelets ana bleeding inaanza. Kama kwa gums hako na bleeding, hawezi kula chakula ngumu. So ni liquids tu anakunywa, na mpaka nao tena imemletea hana appetite. So inakuwa ni ngumu. Mimi tena vile ameshindwa hivyo ni mtu wa kubeba tu. Peke yangu siwezi. Kwa hivyo mimi nimetumia pesa yangu yote. Hata mtoto mwingine baada anaenda college nitakana alipio kuanzia Monday, adui pesa itatoka wapi. Kwa hivyo mimi naomba tu kama kuna msaada yote ambao naweza pata kwa hii matibabu ya mtoto wangu nitashukuru.
Na kutoka kaunti ya Tharaka Nithi, eneo bunge la Tharaka Kusini, maafisa wa wanyamapori wakiongozwa na mkurugenzi mkuu wao ametoa wito kwa wakazi wa eneo hilo kutunza wanyamapori haswa kobe, huko wakisisitiza umuhimu wa kutunza mnyama huo. It's a big honor for me as the Director General of Kenya Wildlife Service to stand before you on this historic World Endangered Species Day as we launch a bold rescue mission for one of the Kenya's most unique endangered creature, the pancake tortoise, or as we fondly call it, kobe kama chapati. Hama tunaita kobe ya mawe. This is not just about a tortoise, it's about a living symbol of Kenya's natural heritage. Yet today, this marvel of evolution is fighting for its survival. And on this World Endangered Species Day, Kenya sends a powerful message. We will not just stand by as extinction steals our natural treasures. Hawa kobe wale tuko nao Kenya, the pancake tortoise, tutakuwa na bahati kama watapita 7,000, 10,000. Tunze hawa wanyama, na mimi as a university tutafanya research pamoja na KWS, tutafanya community training, tutakuwa tunaenda kila mahali, tunafanya training, na Mungu akitusaidia pia tutatafuta market. Today gathering is a testament to our shared commitment to preserving Kenya's natural heritage, particularly the pancake tortoise, a species on the brink of its extinction. Na kutoka jimbo kuu la Nairobi, Askofu Mkuu Philip Anyolo, mchungaji mkuu wa jimbo hilo, ameongoza misa ya siku ya kifamilia dekania ya kati kutoka kanisa kuu la Holy Family Basilica. Kwenye homilia yake ameangazia zaidi kuhusu umuhimu wa familia katika kanisa na jamii kwa jumla. Where your God is, your heart where your God is. And that is very important, my dear people of God, to love the church as a family. The things you do here, they trickle down into the family, single families. We have emanates from our small Christian communities, which is the smaller church within our areas of residence, our areas of interaction as a people. So we want to remind Christians the importance of small Christian communities as a vehicle of evangelization. The dinner we start here with Holy Family Minor Basilica. You go to St. Peter Clavers, St. Francis Xavier, Parklands, St. Paul University Chapel, Shrine of Mary Help of Christian, St. Catherine of Alexandria, and then finally we have Our Lady Queen of Peace. Day. It indeed has been a good day. The bishop in his homily insisted on the importance of meditation as he urged the Christians, rooted in the example of the Blessed Virgin Mary, to keep the spirit of prayer and meditation in their families, with the theme of today being a guideline. With me today, I have also some of those who attended this Mass, and they renewed their vows, their marital vows. Maybe they'll tell us who they are and how they feel today. So, dear friends, kindly tell us, how many years have you been since you received your marital sacrament, and how has it been? How has the journey been? It's 25 years since we received the sacrament of matrimony. It has not been easy, but through prayers and trusting in God, we have made it. And especially as a couple, we are consecrated to the Immaculate Heart of Mary. So Mother Mary has been holding our hands throughout the 25 years. I can tell them that they should not give up, but they should sweeten their marriage by being active in many activities. They should not only think about the small problems, but always try to empower themselves by reading books on marriage, family life, and also reading about the saints and all the religious things, so that
Na taarifa hiyo yatufikisha kikomo cha Mtazamo Katoliki awamu ya kwanza. Tutachukua mapumziko mafupi, kwako usiende mbali. Of June, we shall be having a governing council of the union. From there, we shall make a decision on the way forward. Recruitment of nurses, I already signed my intents both to the Public Service Board and to the Public Service Department and Administration. I know His Excellency gave a directive in a cabinet resolution, and therefore that will be our first assignment with the new board once they get into office. Molenje, be assured of that one. Promotions, in our last CHIRMAC meeting, we have promoted on Common Cadre. We approved promotion that we did last week. Was it last week? Last week. We have approved promotion of over 147 nurses. Na serikali ya kaunti ya Kitui kwa ushirikiano na mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu ya Kenya, mamlaka ya barabara za vijijini Kenya, mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama imeanza kutoa mafunzo kwa watoto wa shule na watumiaji wengine wa barabara sheria za usalama barabarani. Hii iliashiria maoni ya wiki ya 8 ya Umoja wa Mataifa ya usalama barabarani. Walipotembelea shule tofauti za Kitui, maafisa hao walitoa hamasa na kuwataka watumiaji wa barabara kwa uangalifu wanapovuka barabara ili kuepukana na ajali. Thank you so much and welcome again. Thank you. God bless you. Thank you. Tutaongelea hiyo mambo yote na tuko na officers wetu hapa. Wachache wenu tenda ucross barabara. Na tunasema ni kama unaenda pande hii, utavuka ukuje huku. Umefika pande hii ni huku, ndio utaangalia tena uingie. Kama unaenda pande hii, ile watoto wanatoka huku, usivuke huku. Unafaa utembee na road reserve ya huko. Kwa nini utembelee huko? Na wananchi wamehimizwa kujisajili kwa bima mpya ya afya ya jamii au kipenda SHA ili waweze kusaidika wanapopata magonjwa bila changamoto yote na kupata matibabu ipasavyo. Ni ombi ambayo imetolewa na afisa mkuu wa usalama katika kampuni ya Safaricom Nicholas Mulila wakati wa uzinduzi wa hospitali ya Mtomo baada ya kampuni hii kujenga hospitali ya kuwasaidia wamama wakati wa kujifungua na pia kusaidia watoto wachanga. Mulila pia amesema kama kampuni ya Safaricom wameweka afya na masomo mstari wa kwanza ili kuendelea kusaidia wananchi. Leo hii niko hapa St. Louis Mutomo Mission Hospital na tumekuja kupeana mradi tumekuwa tukifanya kwa hiyo miezi kama 8 hivi imeisha. M-Pesa Foundation imepeana milioni 14 kwa hiyo hospitali kutengeneza mahali ya wamama kujifungua wakati tunapata watoto. Maternity wing imekuwa renovated, renovation ya about 14 million. Kuko na vitu kadha wa kadha zimepeanwa hapo za theater na pia za watoto wale wamezaliwa kabla wakati hujafika, na tunasema ni asanti kwa ile kazi imefanyika. M-Pesa Foundation imekuwa ikifanya kazi mingi na imesaidia hospitali kadhaa hapa Kitui. Pale Kaui level 3 wameshapewa milioni 15 na Yata level 3 pia wamepewa milioni 15. Pia zote ni za mambo ya mama na watoto. Kwa sababu uko Safaricom we believe in transforming lives. Tunataka watu wote wakuwe na afya mzuri na tutaendelea kusaidia mahali tunaweza
na kusaidiana na wenyeji, ndio watu wetu wakuwe sawasawa. Na M-Pesa itaendelea kufanya kazi mingi, hata maneno ya masomo, maneno ya mashule inaendelea kusaidia. Hapa tu mashule zimesaidika. Kuna moja iko pande hii tu imepata milioni 35, kuna ingine pande ya Central, Mwingi Central imepata milioni 24. Ningeomba pia watu wetu wale hawajisajili kwa SHA, tafadhali wajisajili kwa SHA. Hiyo ndio tutasaidia, ndio tukienda hospitali tupate usaidizi. Taarifa hiyo yatufikisha kikomo cha Mtazamo Katoliki saa 1 jioni kutoka hapa Runinga Captain. Shukrani zangu za dhati kwa wote waliokita kambi hapa na wanaotufuata kwa njia ya mtandao. Jina langu ni Arbe Bonaya. Mtafsiri wa lugha ishara ni Ezaron Atieno. Uwe na usiku mwema.